ametakiwa kujiuzulu au afukuzwe katika wadhifa wake ili apishe uchunguzi wa tuhuma zinazomkabili juu ya kitendo chake cha kuiamuru bodi ya Consolidated Holdings Corporation CHC kumsimamisha kazi aliyekuwa mkurugenzi mkuu kwa tuhuma za uongo. Akizungumza na waandishi wa habari leo katika ukumbi wa ofisi za bunge jijini Dar es Salaam, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu za mashirika ya umma na waziri kivuli wa fedha Zitto Kabwe amesema kisheria kiongozi ambaye anakuwa anachunguzwa ni lazima asiwepo madarakani mpaka uchunguzi utakapokamilika. Kwanza, kwa kuwa tayari waziri wa fedha ameonyesha kutokuwa tayari kuruhusu uchunguzi kufanyika na hivyo kuingilia uchunguzi, na kwa kuwa tayari yeye mwenyewe ni mtuhumiwa sasa katika swala zima la Consolidated Holdings, napendekeza uchunguzi wa kina wa TAKUKURU kufanyike dhidi ya tuhuma hizi, na waziri wa fedha alazimishwe kujibu hoja za wakaguzi kwa mujibu wa sheria. Na wakati uchunguzi huu unaendelea, waziri wa fedha aondolewe katika nafasi yake ya waziri wa fedha, kwa sababu asipojiuzulu ama kufukuzwa ataweza kuharibu mchakato mzima wa uchunguzi. Bwana Zitto amesema kitendo kibaya alichokifanya waziri huyo wa fedha ni alipokataa kuhojiwa na wakaguzi na badala yake akaandika barua yenye kujibu tuhuma moja kijuujuu kuhusu kuliamuru shirika kuuza kiwanja cha shirika bila kufuata taratibu za kisheria nchi. Kupitia ofisi ya msajili wa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali alimtaka ajibu zile hoja za ukaguzi, akakataa, na badala yake akawa ameandika barua kwa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali mwezi tarehe 8 Oktoba mwaka 2011, juzi tu, kujitenga na yale maamuzi ambayo bodi na mwenyekiti wa bodi ya CHC aliyafanya kuhusiana na kiwanja namba 10 kilichopo barabara ya Nyerere. Kwa hapa amejibu hoja za wakaguzi juu, lakini alikataa kukutana nao. Na siku chache baadaye, siku 2 baada ya hapo, waziri wa fedha akawa ameamua kuivunja bodi ya Consolidated Holdings. Kwanza, waziri hana mamlaka ya kuvunja bodi kwa sababu kwa mujibu wa sheria za mashirika ya umma, sheria ya mwaka 1992, mwenye mamlaka ya kuvunja bodi ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu bodi ni mwenyekiti wa bodi, na mwenyekiti wa bodi anateuliwa na rais. Ni mbunge wa jimbo la Kigoma Kaskazini na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu za mashirika ya umma Zitto Kabwe. Serikali